Somo letu la leo ni kwamba wewe ni mshindi. Wewe ni mshindi. Wewe ni mshindi. Tuseme kauli mbiu ya mwaka wetu kwa pamoja. Lolote nifanyalo nifanye kwa moyo kama kwa Bwana wala si kwa wanadamu. Ninamtumikia Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Lolote nifanyalo nifanye kwa moyo kama kwa Bwana. Ninamtumikia Bwana Yesu Kristo. Somo letu ni kwamba wewe ni mshindi. Wewe ni mshindi. Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee. Akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo kwa ajili ya kazi yake ya kuwafanya wana wengi. Ufalme wa mbinguni ukawepo hapa kupitia mwanawe Yesu Kristo kwa ajili ya kutangaza fadhili, matendo makuu ya Mungu. Na Mungu vivyo hivyo pia kupitia mwanae ametengeneza watu wengi, wana wengi. Wana wengi waliomwamini Yesu Kristo wanaitwa watoto wa Mungu. Na mimi leo hapa nimepata nafasi ya kuzungumza na hawa wana wa Mungu, wa kiume na wa kike, watoto kwa wakubwa. Na somo langu ambalo nataka nizungumze na wewe hapa kwamba wewe ni mshindi. Amen. Tufungue katika kitabu cha Walumi sura ile ya 8 na mstari wa 37. Walumi 8:37, neno la Mungu linasema, lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Lakini katika mambo hayo yote. Mambo mangapi? Yote. Lakini katika mambo hayo yote tunashinda na zaidi ya kushinda. Yes. Hatushindi tu kidogo kama tulela. Hatushindi tu kidogo kama kuonyesha nia. Tunashinda na zaidi ya kushinda. Amen. Kwa nini tunashinda? Tunashinda, neno la Mungu linasema, kwa yeye aliyetupenda. Ushindi wetu haupo katika akili zetu. Ushindi wetu haupo katika uzoefu wetu. Ushindi wetu haupo katika maarifa yetu. Ushindi wetu hautokani na kitu kingine chochote. Lakini ushindi wetu unatoka kwa yeye aliyetupenda. Yes. Yeye aliyetupenda. Amen. Ushindi wetu juu ya uchumi. Ushindi wetu juu ya maisha. Ushindi wetu juu ya kila hali tunayohitaji ili kumtumikia Mungu umeshaandikwa, upo tayari. Tunashinda na zaidi ya kushinda. Amen. Kwa hiyo wewe unapokutana na jambo lolote, aidha katika biashara, katika kazi, katika familia, changamoto yoyote, ukiisikia tu imepiga kelele inataka kuingia, mwambie mimi nimesha kushinda hata kabla sijapigana. Yes. Tumeshashinda na zaidi ya kushinda. Amen. Mungu anasema kwa yeye aliyetupenda. Maana yake nguvu za kushinda zinatoka kwake. Zinatoka kwake aliyetupenda. Maana yake kwenye desturi ya Mungu na kwenye kawaida ya Mungu, sisi hakuna kushindwa. Ni kushinda na zaidi ya kushinda. Kwa yeye aliyetupenda. Amen. Wewe huna nguvu. Huna nguvu ya kushinda wewe. Hizo hekima zako haziwezi kusaidia kushinda. Ila uweke tumaini kwa yeye aliyekupenda. Yes. Manake ana nguvu kubwa ya kutosha. Amen. Ana nguvu kubwa ya ajabu kiasi kwamba kwenye kila hali unayoingia yeye anakupa kushinda. Tunashinda na zaidi ya kushinda. Yes.
Na hata sasa hali yoyote uliyokuwa nayo itangazie kushinda. Ninaona zinatetemeka, hali mbaya mbaya za kiuchumi zinaanza kutetemeka. Amen. Magonjwa yanaanza kutetemeka. Kudhulumiwa kazini kunaanza kutetemeka. Amen. Kwa sababu utakapotangaza kwamba mimi nimeshinda, na katika hali zote ninashinda na zaidi ya kushinda, kila kitu unapata. Yes. Haleluya. Amen. Anasema kwa yeye aliyetupenda. Nani aliyetupenda? Kwenye kitabu cha Yohana sura ile ya 3 mstari wa 16. Yohana sura ya 3 mstari wa 16. Maana tumeona sisi tunashinda na zaidi ya kushinda. Kwa yeye aliyetupenda tunashinda, lakini nguvu zetu zinatoka kwa yeye aliyetupenda. Nani aliyetupenda? Kwenye kitabu cha Yohana 3:16 Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee. Unaona, ili kila mtu amwaminie kwanza asipotee, awe na uzima wa milele. Mungu amekwisha kukuhakikishia kwanza uzima wa milele. Amen. Amekwisha kukuhakikishia. Yes. Katikati ya zoruba, katikati ya changamoto, amekwisha kukuhakikishia uzima wa milele. Kwa hiyo unapigana kufa na kupona, lakini una uzima wa milele. Amen. Haupotezi vita hata moja. Yes. Kutokana na neno, sio kutokana na akili zetu. Neno. Na lazima tukubali neno litusome. Neno litutambulishe sisi ni akina nani. Yes. Tusijitambulishe sisi mbele za neno. Amen. Anasema hivi, aliupenda ulimwengu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Tunaona aliyeupenda ni Mungu, ambaye ndo yeye tunashinda kwa yeye aliyetupenda. Maana yake yule aliyeupenda ulimwengu ameachilia nguvu ndani yetu ya kuwa tunashinda. Yeye ndo injini ya nguvu zetu. Ukiambia ewe ugonjwa na kuamuru utoke ndani ya mwili wangu, ule ugonjwa unatii, si kwa sababu wewe umesema, ila unafata ile kauli uliyoisema iliyotoka kwa yeye aliyekupenda. Amen. Haleluya. Amen. Ninaamini Mungu amewapa akili sana, mnaelewa. Naamini mnaelewa vizuri. Tunamuona aliyetupenda ni nani? Yes. Ni Mungu. Nguvu zetu hazitoki kwa mizimu fulani fulani. Ndio. Hazitoki kwa miungu fulani fulani. Hazitoki kwa watu fulani fulani. Nguvu zetu zinatoka kwa Mungu aliyetupenda. Amen. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ile ya 3 na mstari ule wa kwanza. Waraka wa kwanza wa Yohana mstari ule wa 3, sura ya 3 na mstari ule wa kwanza. Nitasoma. Anasema, tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Tazameni. Wewe kijana tazama, wewe baba tazama. Yes. Anasema ni pendo la namna gani? Ni pendo la namna gani alilotupa Baba. Baba ametupa. Tunaambiwa nguvu zetu zinatoka kwa yeye aliyetupenda. Yes. Na hapa tunaendelea kudhibitisha kwamba yeye ametupenda. Ni nani? Ni Mungu wa mbinguni. Amen. Ni pendo la namna gani alilotupa Baba. Ametupa. Katika lile pendo ndipo kuna nguvu za kwetu sisi kushinda. Amen. Kushinda zidi ya uchumi, kushinda zidi ya kila hali inayoweza ikaingilia mahusiano yako na Mungu. Umepewa mamlaka ya kuinyamazisha kimya. Yes. Kwa yeye aliyetupenda. Amen. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kumbe hapa
ninaongea na wana wa Mungu, na ndivyo mlivyo, hata Amen. Kama ninyi mnakataa, lakini ninyi ni wana wa Mungu. Amen. Na ndivyo mlivyo. Amen. Kwenu hakuna kushindwa. Amina. Kwenu mnashinda na zaidi ya kushinda. Amen. Wana wa Mungu wanashinda na zaidi ya kushinda. Yes. Hakuna dharau kwao wana wa Mungu. Hakuna kuaibika kwao wana wa Mungu. Yes. Wao wameambiwa hata kama upepo, hata kama milima ikibadilika, lakini wao wataendelea kushinda na zaidi ya kushinda. Amen. Mwandishi wa Zaburi akasema, hata kama 10,000 wataanguka mkono wa kushoto na 10,000 mkono wa kulia, hata hivyo mabaya hayatanipata mimi, wala tauni haitakaribia hemani. Manake wana wa Mungu wamepewa mamlaka. Wamepewa mamlaka ya kuzisemesha hali za hewa. Amen. Wamepewa mamlaka ya kuisemesha mifumo ya dunia. Amen. Na hapa ninazungumza na wana wa Mungu, na ndivyo ulivyo sajili ndani ya ufahamu wako kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Amen. Unapokuwa unasema, sema ukijua wewe ni mwana wa Mungu. Haleluya. Amina. Kwa yeye aliyetupenda tunaitwa wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Yes. Yaani hii haina ubishi, ndivyo tulivyo. Tunamwamini Yesu, nguvu zetu zinatoka kwa Baba. Sisi ni wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Sasa kama sisi ni wana wa Mungu, kuna baadhi ya tabia tunatakiwa tuzijenge. Kuna baadhi ya mambo tunatakiwa tuyaache. Tunatakiwa tufuate kama Baba alivyo, kama Baba anavyotueleza, ndivyo tupate kujitambulisha na kufanya vile vile. Amen. Haleluya. Amina. Tutafanya vizuri zaidi kuliko jana. Mimi ninaamini hapa uchumi utakuwa mzuri zaidi kuliko jana. Yes. Mafanikio yako yatakuwa viwango kwenda viwango kuliko jana. Kwenye kitabu cha Yohana 16 na mstari ule wa 33. Yohana mtakatifu sura ya 16 na mstari ule wa 33, Biblia inasema hivi. Mstari wa 33 nitasoma. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Bwana Yesu anawaambia wanafunzi wake, anawaambia hivi, yeye ameushinda ulimwengu, na anawaambia kwamba hayo nimewaambieni ili mpate kuwa na amani ndani yangu. Yes. Amani yetu sisi imo ndani ya Yesu Kristo. Na anasema ulimwenguni mnayo dhiki. Kumbe dhiki duniani zimo. Kuna dhiki za kudhulumiwa. Yes. Kuna dhiki za kutapeliwa. Kuna dhiki za kukataliwa. Dio. Kuna dhiki za kila namna. Amen. Lakini yeye anasema jipeni moyo, mtakapoziona zile dhiki, mimi nimeushinda ulimwengu, maana na ninyi mtashinda. Amen. Ziki utasikia inakuja kabisa. Yes. Utasikia kabisa ziki inakuja kabisa, hiyo inakuja, hiyo inakuja, hiyo inakuja, lakini anasema jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu, na maana utashinda. Taarifa ambayo utazisikia. Yes. Lakini una uwezo wa kuzikabili. Una uwezo wa kuzikabili. Anasema hivi, hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu, ndani ya Yesu Kristo. Ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo. Wewe unayetakiwa kujipa moyo wa kwanza kabisa ni wewe. Yes. Wa kwanza kabisa kujipa moyo ni wewe. Ndio. Unajipeje moyo? Kwamba yeye aliyekuokoa ameushinda ulimwengu. Kwa hiyo hata changamoto hii inayokuja unaweza ukaichekea, hata kama ni kubwa ukacheka. Yes. Kwa sababu unajua hii nitaivunja vipande vipande. Amina. Isome namba na kujua Mungu aliokoa watu duniani. Hivyo ndivyo Mungu anavyotaka. Amen. Haleluya. Amina. Wana wa Mungu, haleluya. Amen. Turudi kwenye hiyo kitabu cha Yohana anaposema kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, lakini jipeni moyo.
Nini maana ya ulimwenguni? Nini maana ya ulimwengu? Ulimwenguni mnayo ziki. Anapozungumza ulimwengu, neno hili ulimwengu, ambapo Kiingereza wanasema world. Hili world kwa Kiingereza, kwa Kiebrania wanaita cosmos. Cosmos. Hii cosmos, anaposema cosmos, ni mifumo ya dunia. Mifumo, maana yake wewe upo hapa duniani, ndio umezaliwa mara ya pili, ndio, lakini hapa duniani kuna mifumo. Mifumo inawezesha kuendesha maisha ya watu. Sasa hiyo mifumo, kuna mifumo ya uchumi, mifumo ya ndoa, mifumo ya kazi, mifumo ya afya ipo kwenye ulimwengu huu tuliomo, imo humu. Yes. Lakini yeye anasema hata kama mifumo ya ulimwengu ikijaribu kuja na material ambayo hayamsapoti Mungu, sisi tumeushinda ulimwengu. Amen. Maana yake tumeishinda mifumo ya dunia. Tumeshinda mifumo. Na neno hili ulimwengu ni tofauti na neno la dunia. Dunia na ulimwengu ni tofauti. Dunia kwa Kiingereza wanaita earth. Alafu pia kwa Kiebrania wanaita Adama. Adama maana yake inatokana na ardhi. Mtu. Adama ndo tunapata neno linaloitwa Adam. Aliumbwa kwa mavumbi ya ardhi mwili wake. Kwa hiyo dunia na ardhi yote iliyopo hii ndo hiyo, ambapo ndani ya dunia inatengenezwa mifumo ili watu wanaoishi ndani ya dunia hii wafate ile mifumo. Kwa hiyo kuna wakati mwingine ile mifumo iliyopo katika dunia hii inakuwa kinyume na mapenzi ya Mungu, hasa kwa wana wa Mungu. Yes. Mungu anasema duniani mnayo ziki, lakini jipeni moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu. Hebu sema mimi ni mshindi. Mimi ni mshindi. Sema tena mimi ni ushindi. Mimi ni mshindi. Maisha yangu yatakuwa utukufu. Yatakuwa utukufu. Kwenda utukufu. Kwenda utukufu. Jambo lolote litakaloinuka mbele zangu nimekwisha kushinda. Nimekwisha kushinda. Ni swala la muda tu. Swala la muda tu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo wewe ni mshindi. Amina. Hatuna mashaka zidi ya hilo. Wewe ni mshindi. Anasema hivi, katika ulimwengu huu tumeushinda ulimwengu. Tumeishinda mifumo ya dunia. Kwenye dunia hii tulionayo kuna mifumo mbalimbali inayoendeshwa kwa namna ya kwao pekee ili kuweza kutimiza mapenzi yake. Kwa hiyo Ibilisi naye anatumia mifumo ya dunia. Anatumia mifumo ya dunia ili kuwakamata hawa watu wanaoitwa wana wa Mungu. Mifumo ya dunia. Kwa mfano kuna mifumo ya elimu. Mifumo ya elimu imetengenezwa vizuri kabisa. Lakini wakachomeka mambo mbalimbali ndani yao. Yes. Ni katika mifumo ya elimu wengine wanaweza akatuambia tumetokana na nyani. Hajatokana na nyani mtu hapa. Sisi tumetokana na Mungu. Amen. Manake wanajaribu kuondoa uhalisia wa sisi kufanana na Mungu, wanatupeleka kwa vitu ambavyo hata havieleweki. Umefanana na nyani? Hatufanani na nyani. Hiyo ni miongoni ya mifumo ya dunia. Watoto wetu wanasoma kila mahali, kwenye historia wanasoma. Hiyo ni mifumo ambayo kanisa lazima lisipepese macho yake. Amen. Lazima lizingatie kuambia watoto wametokana na Mungu. Yes. Na kama vile Baba alivyo mbinguni ndivyo walivyo na wao duniani. Amen. Mifumo mingine kama mifumo ya afya, mifumo iliyovaa haki za binadamu. Inakuja mifumo imevaa haki za binadamu ya kusema bwana, mwanamke kuoana na mwanamke ni haki ya binadamu. Mwanaume kuoana na mwanaume ni haki ya binadamu. Ni mifumo ile inatengenezwa. Yes. Lakini sisi hii mifumo inaposimama, tunapoisikia imeanza mahala fulani fulani, tunaambiwa jipeni moyo kwa maana ninyi mmeushinda ulimwengu. Hii mifumo lazima tuikemee, lazima tuikatae. Yes. Na haitaongoza maisha yetu. Amen. Tumepewa nguvu ya kukabili ulimwengu. Yes. Haleluya. Amina. Hebu sema nimepewa nguvu. Nimepewa nguvu ya kukabili ulimwengu. Ya kukabili ulimwengu. Iwe hivyo kwako. Amina. Hiyo ndiyo mifumo ambayo dunia inajitahidi sana kuitengeneza ili kusudi wana wa Mungu wakose ujasiri wa kutembea katika maarifa
yanayotakiwa kuwa kwao. Yes. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na mstari wa 4. Kwenye mifumo hii ya dunia ambayo imejaribu kutengenezwa, inayozuia afya, inayozuia uchumi, inayozuia maendeleo yako, Mungu anasema wewe umeshinda na zaidi ya kushinda. Yes. Hebu tangaza ushindi kwenye maisha yako, tangaza ushindi. Natangaza ushindi kwenye uchumi wako. Amen. Natangaza ushindi kwenye familia yako. Amen. Natangaza ushindi kwenye lile kusudi ambalo Mungu amepitia. Wewe hautazuiliwa kabisa kwa Yesu. Maana aliyeko ndani yako ni mkuu kuliko aliye katika dunia hii. Amen. Wale walioko kwenye mifumo ya dunia ni wadogo ukilinganisha na Mungu aliyemo ndani yetu. Yes. Na lazima ujikubali hivyo, mwana wa Mungu. Amina. Usipojikubali hivyo, hakuna mafundisho mengine duniani yenye hekima, yenye uzima wa milele yanayoweza kukufanya wewe salama isipokuwa neno la Mungu. Na ni lazima ujizoeshe kujiita sawa sawa na neno la Mungu linavyokuita. Amen. Unapoisoma Biblia, iache Biblia ikusome wewe. Usiisome nimalize mistari mingapi. Ikusome wewe. Ikuelezee wewe ni nani, wewe una sifa zipi, uachane na mambo yapi. Biblia ni neno la Mungu lililo hai. Yes. Hilo ndilo litakufanikisha. Utafanikiwa kila mahali. Amen. Maana imeandikwa ya kwamba Mungu akamwambia Yoshua kwamba kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari maneno yake usiku na mchana, uangalie kutenda sawa sawa na ilivyoandikwa humo. Maana yake humu kuna maneno ya busara. Yes. Kuna maneno ya kuanza makampuni humu. Kuna maneno ya kuwanyosha wachawi na waganga na wasoma nyota wa dunia humu. Yes. Kuna maneno ya kuaibisha mifumo ya dunia humu. Halafu wakati huo nguvu yote hiyo unapofanya hazitoki kwako, zinatoka kwa yeye aliyekupa. Anasema utakapolitafakari neno langu usiku na mchana, uangalie kutenda sawa sawa na yaliyoandikwa humo, ndipo utakapozifanikisha njia zako. Sio ndipo utakapozifanikisha mwenyewe. Yes. Unaposoma neno, unapotafakari, unaingia kwenye matendo sawa sawa na ulivyotafakari. Biblia inasema hivyo ndivyo unavyozifanikisha njia zako mwenyewe. Amen. Kwa hiyo uwezo wa kufanikisha njia zako, uende level gani kiuchumi, uende level gani kiumiliki na utawala, ipo kwako, haipo kwa Mungu, ipo kwako. Yes. Ni heri kuwa watendaji wa neno, sio kuwa wasikilizaji wa neno. Amen. Ni heri kabisa. Yes. Tusome huo mstari. Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 na mstari ule wa 4. Kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu, na huku ndiko kushinda kushikako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hebu mpigie makofi Bwana Yesu. Amen. Asante Bwana. Asante Mungu mwaminifu. Kumbe anasema kwa maana kila kitu kilichozaliwa na Mungu. Kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Yaani hushinda ulimwengu. Kila kitu kilichozaliwa na Mungu hushinda ulimwengu. Yes. Swali ni kwamba wewe umezaliwa na nani? Umezaliwa na Mungu. Kwa imani katika Yesu Kristo. Na akasema Yohana 1:12, wale wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Yes. Maana yake wewe baba amekuzaa. Yes. Amekuzaa kwa jukumu. Amen. Amekuzaa kwa kazi.
wengine biashara, wengine kufundisha, wengine kusaidia, wengine kutia moyo, wengine makampuni, wengine kuwezesha wengine. Mungu amekuzaa kwa kusudi. Amen. Na kupitia lile kusudi anasema wewe uliyezaliwa na Mungu umeushinda ulimwengu. Maana yake moja ya changamoto kubwa inayozuia ndoto za watu ni kwa sababu ulimwengu na washinda. Ndio. Ulimwengu kiwashinda watu hawawezi wakatimiza maono yao. Lakini Mungu sisi ametuambia, wanangu, pamoja na mambo yaliyopo katika dunia, ninyi mmeushinda ulimwengu. Amina. Na hivyo ndivyo tulivyo sisi, tumeushinda ulimwengu. Yes. Sasa anasema yoyote, kitu chochote kilichozaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Na huku ndiko kuushindako ulimwengu. Kwamba tumeushinda ulimwengu kwa namna gani? Anasema huku ndiko kuushindako ulimwengu. Anasema hivi, hiyo imani yetu. Haleluya. Amina. Anasema hiyo imani yetu. Maana yake imani yetu tulionayo ndani ya Yesu Kristo, kwamba tunamwamini Yesu, tumezaliwa mara ya pili, sisi ni wana wa Mungu, tumeushinda ulimwengu. Hiyo imani yetu inatosha kabisa kutudhihirishia kwamba sisi tumeushinda ulimwengu. Amen. Inatosha kabisa kutudhihirishia sisi ni wana wa Mungu washindi. Yes. Kwetu sisi hakuna magonjwa. Kwetu sisi hakuna udhaifu. Amen. Kwetu sisi hakuna kushindwa. Amen. Maana tumeushinda ulimwengu. Amen. Haleluya. Amina. Neno la Mungu linasema utakapoangalia na kutenda sawa sawa na hayo yaliyoandikwa humo, ndipo utakapoifanikisha njia yako. Yes. Ulimwengu sasa hivi umedesign mambo mengi ya kumchelewesha mwanadamu, na moja ya mambo watu wanaweza wakafungwa nayo ni mitandao ya kijamii. Mitandao ya kijamii ni mizuri, kama hapa tuna rekodi, watu wanaona mahali, wengine wapo mashamba, wengine wapo wamezuiliwa na mabosi wao wasiende kazini, lakini wanaangalia mitandao ya kijamii inafanya kazi. Yes. Lakini pia mitandao ya kijamii ni hatari kwa wale watu ambao hawana neno la Mungu, ni hatari. Imekuwa magereza, vifungo. Yes. Ambavyo hata polisi wa kijamii hawawezi kukufungua navyo, maana hawajui kuwa ni vifungo. Wamefungwa watu wakikaa kwenye mitandao ya kijamii masaa ya kutosha. Mtu yumo tu kwenye mitandao ya kijamii masaa ya kutosha, yumo tu, anacheka tu, yumo tu. Hawazi ndoto zake, hawazi maono yake, hawazi kusudi lake, anapoteza muda wa kutosha. Yes. Ungejua jinsi Mungu alivyowekeza kwako, ungekuwa serious sana. Yes. Ungeutunza muda kana kwamba hutaupata tena. Amen. Kuna kitu Mungu amekuwekea kwenye maisha yako zaidi ya haya mambo ambayo ulimwengu inatengeneza kwayo. Amen. Na wanayatengeneza kwa hekima. Unahitaji hekima ya kujua. Kwa hiyo kama kuna kitu sasa hivi unatakiwa kulinda sana kwenye maisha yako, ni mitandao ya kijamii. Wekeza sana kwenye kulisoma neno na kulisikiliza neno na kulitenda neno kuliko mitandao ya kijamii. Amen. Hauna Biblia ya live, hauna Biblia hard copy kama hii, uza hata kiatu, nunua Biblia. Nunua Biblia. Kwa sababu humo ndimo kuna kanuni za maisha yako, mpendwa. Fanya jambo lolote uwe na Biblia. Hauna maombi binafsi, unaingia kwenye maombi binafsi, unaenda na simu. Maana yake kwenye ulimwengu huu ambao unachakata mambo yake, yaani pamoja na kwamba ulimwengu unachakata, unaleta mambo, lakini unapoyazalisha duniani unakutana na akili za mbinguni. Unakutana na watu wanaoweza kujua watumie saa ngapi, wasitumie saa ngapi. Amen. Sasa hivi hakuna ile nipo siri hamna. Siri, unataka kutafakari neno la Mungu na Mungu wako, unawakwepa marafiki unaowaona kwa macho, unaenda kwenye kachumba mahali fulani au kwenye mti mahali fulani, unaanza kusoma pale, hafu na simu. Haujajificha chochote. Utapigiwa simu wakati wowote, utaitwa wakati wowote. Hekima ni nini? Ni kuzima.
Unapofika wakati wa kutengeneza mahusiano na kuelewa Mungu amekuita kwa jambo gani, kwamba umeketi mahali kwa ajili ya kutafakari neno la Mungu, weka simu pembeni. Hujazaliwa na simu wewe. Amen. Simu utaiacha hapa hapa duniani. Amen. Simu haidumu milele. Amen. Hayaacha material ya kwenye simu. Mungu amekupa kusudi. Yes. Unakuja kushtuka wakati umeshaenda, umeshakuwa mzee. Hujatimiza kusudi hata kidogo. Umezubaa kwenye simu tu, unachekelea tu kwenye simu. Ungejua Mungu ambavyo anasema, anatuonea shauku. Anatuonea shauku namna alivyowekeza ndani yetu, namna tulivyo na nguvu ya kumtangaza kwa matendo makubwa duniani. Yes. Na namna tunavyotumia muda vibaya. Unahitaji kutafakari neno la Mungu. Zima simu yako. Kama hutaki kuzimu, unataka uje uangalia kina nani ukutafuta, weka silent, acha huko chumbani huko. Yoyote atakaye kupigia atakutana na haipokelewi. Yoyote atakaye kutafuta atakutana na haipokelewi hadi nitakapomaliza agenda na Baba kwanza. Maana hao wanatuchanganya. Usiogope kwamba atanipigia bosi. Bosi akinipigia sijapokea simu yake, unamwambia bosi, samahani ulipiga, lakini nilikuwa na kikao na Baba wa mbinguni. Amen. Kama hata kuacha, hata kuelewa, achana naye. Amen. Baba wa mbinguni anasema katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wale wampendao, kuwapatia mema. Amina. Mimi siwezi kuacha tu kupokea simu ya bosi fulani halafu niwe na mawazo. Mungu ni mkubwa kuliko watu tulionao duniani. Yes. Mungu anahitaji wakati yani kama tunapata wakati wa kukaa kwenye YouTube, Facebook na mitandao mingine muda mrefu, tukacheka, tukatumia masaa ya kutosha. Mungu anahitaji upekee wako, awe na wewe tu na yeye akufundishe. Kwa hiyo linapofika hatua hili, weka simu pembeni, zima simu. Kama huwezi kuzima, weka silent, iache pembeni, tembea wewe peke yako, katafakari huko na Mungu. Yes. Kila kitu kitakachoendelea Mungu atakuwezesha. Andika, ujue siri ya kusudi lako. Hata kama ukirudi ukakuta kuna watu wamekupigia, mkurugenzi mkuu amekupigia, usiwe na wasiwasi. Anasema hivi, msiwaze hata watakapowaita kwenye yale mamikutano yao, maana mimi nitawapa cha kusema. Amen. Kuna hekima ya ajabu. Yes. Ya ajabu sana. Kwa hiyo wale utawarudia tu, utazungumza nao, utaendelea na maisha kama kawaida. Ninachotaka kukuambia ni nini? Epuka mitandao ya kijamii. Epuka simu. Yani simu. Kuna watu Bennett na simu. Yani hachomoki, kila kitu tu. Yupo tu hapa na simu yake. Simu tu kila mahali. Na si kwamba anasoma sana Biblia mle. Hapana. Message, kucheka, wachekeshaji wapo kila mahali, wanakuchekesha tu. Haleluya. Anasema hivi, kwa maana kila aliyezaliwa na Mungu huushinda ulimwengu, na huku ndiko kuushindako ulimwengu, hiyo imani yetu. Mwenye kuushinda ulimwengu ni nani isipokuwa ni yeye aaminie ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Amen. Tunaamini ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, maana yake tumeushinda ulimwengu tayari. Yes. Hakuna jambo lolote lile ambalo sisi linaweza likatushinda kwenye maisha yetu. Amen. Haleluya. Amina. Nataka usimame halafu tuombe. Unaomba mwenyewe, mimi sio kukuombei. Unaomba mwenyewe. Popote pale ambapo pana changamoto na hizi kushindwa, waambie mimi ni mwana wa Mungu. Wewe tumbo uliyenisumbua miaka nenda rudi, ninakuamuru ondoka ndani yako na usirudi tena ndani yangu. Amen. Maana mimi nimeushinda ulimwengu, na imeandikwa kwa kupigwa kwake Yesu nimepona. Kuanzia sasa hivi natangaza uponyaji wa mapafu, moyo, figo, natangaza uponyaji. Maana mimi nimeushinda ulimwengu. Hizi sio hisia. Huu ni uhalisia.
Yes. Unapoyasemesha mambo, unapojitambulisha, inakuwa vivyo hivyo kama ambavyo umejitambulisha. Hebu tutangaze ushindi sasa kwenye maisha yetu. Baba, asante kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Hakika Bwana, umetufanya kuwa vitu vya thamani na wana wa thamani. Nasi Bwana, umetufanya kuushinda ulimwengu. Hiyo imani yetu ya kumwamini Yesu Kristo, kwamba ndani ya watoto wako wameushinda ulimwengu na mifumo yake, wameushinda ulimwengu na mafundisho yake. Wao hekima ya Mungu imo ndani yao. Nami ninatamka na kutangaza kwamba kundi hili ni kundi la washindi. Kundi hili ni kundi la washindi. Kwao hakuna magonjwa kwa jina la Yesu. Kwao hakuna vifungo vya akili, hakuna vifungo vya nafsi, hakuna vifungo vya moyo, maana wao wameushinda ulimwengu. Ninaiamuru mifumo ya dunia iliyopangwa ili kuwaendeleza kuwa maskini, ninaivunja vipande vipande kwa jina la Yesu. Ninaivunja vipande vipande mifumo ya kazi, mifumo ya afya iliyopangwa ili waendelee kulia. Ninatamka neema yako Mungu ikafungue kila vifungo. Natangaza ushindi kwenye uchumi, natangaza ushindi kwenye afya, natangaza ushindi kwenye maisha. Hakuna